Ndugu mtazamaji, karibu sana katika somo letu zuri la juma hili la mjadala wa lesoni lenye kichwa kinachosema kupata pumziko katika mahusiano ya kifamilia. Ni somo la 6 na somo hili ni zuri kabisa. Tutazidi kuona namna ambavyo linagusa maisha yetu, na leo niko na vijana wawili hapa. Niko na brother David Gabriel pamoja na Baraka Tose, lakini kabla tujaendelea mbele zaidi, nimkaribishe brother Baraka Tose atupatie ombi la ufunguzi. Karibu. Asante. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kutupatia wasaa huu wa sisi kujifunza neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu aweze akatuongoza, tuweze tukaelewa, nasi tuweze tukabadilisha maisha yetu. Tunaamini utadumu kuwa pamoja nasi katika jina lako Yesu. Amina. Amen. Brother David Gabriel, Naam. Somo letu kuu limejengeka katika kitabu cha Petro wa pili 3 fungu la 17 na 18. Unaweza kutusomea hapo? Petro wa pili ambalo ndo fungu letu la kukariri linasema, basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo, jilindeni nafsi zenu, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu, mkaanguka na kuacha uthibitifu wenu, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Somo limejengeka katika fungu zuri kabisa. Na tunazidi kuangalia kupata pumziko katika mahusiano ya kifamilia. Unajua robo nzima hii tunaangalia pumziko katika Kristo. Pumziko katika Kristo. Sasa tuliangalia kwenye masomo yaliyopita pumziko katika nyanja mbalimbali za maisha. Tukaenda kuangalia mpaka vitu ambavyo vinapelekea tukakosa pumziko na gharama za pumziko ambavyo vinaitwa wahaka. Tukapata misamiati mingi kweli kwenye masomo yaliyopita. Lakini leo tunataka tuangalie kwenye nyanja ya mahusiano ya kifamilia. Tunawezaje kupata pumziko la kweli katika mahusiano ya kifamilia? Na kwa kweli somo hili tutaenda kuangalia maisha ya kijana mmoja ambaye alikuwa ni mtoto wa mzee Yakobo, anaitwa Yusufu. Amina. Kwenye historia yake mwandishi anasema kwamba alipitia magumu mengi sana, changamoto nyingi sana. Ukiangalia familia yake ilikuwa ni familia ambayo ina shida kimahusiano. Sasa kuna namna ambavyo Yusufu alizidi kufanya na akajikuta kwamba anapata pumziko katika mahusiano ya kifamilia licha ya kwamba alipitia mapigano mengi na changamoto nyingi sana katika familia. Na leo tunakwenda moja kwa moja kwenye mjadala wetu wa lesoni. Karibu sana ndugu mtazamaji, uendelee kuwa pamoja nasi, ubarikiwe katika somo hili. Nina imani hata wewe utazidi kubarikiwa katika maisha yako ya kimahusiano katika familia. Unajua mahusiano ni kitu ambacho hakiepukiki. Ni kweli. Kwa sababu kila mmoja na familia. Hata wewe una familia yako. Ndio. Na brother Tosi pia na familia yake. Kila mmoja na familia yake. Na popote pale ambapo kuna familia, kuna watu zaidi ya mmoja, kuanzia 2 na 3, kuna mahusiano tayari. Sasa mahusiano yanaweza kuchangiwa yakawa mazuri au mabaya kutokana na namna ambavyo tuko. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana nikukaribisha uendelee kufuatilia mjadala huu, namna ambavyo utazidi kukubariki katika maisha yako. Brother David Gabriel. Naam. Katika maisha yetu kuna vitu vingi sana. Na kwa kweli kuna mahali tunakuta tunahusiana katika familia mpaka tunafikia hali ya mafarakano. Yaani changamoto zinakuwa zimezidi sana mpaka tunatokea mafarakano. Ukisoma nafikiri katika siku ya Jumapili, bila shaka umejiandaa vizuri hapo, kuna heading inayosema mafarakano nyumbani. Ndio. Mafarakano nyumbani. Bila shaka pia kisa cha Mwanzo 34 umekisoma vizuri Kabisa. Kinaelezea namna ambavyo story hiyo nafikiri unaijua vizuri. Kabisa. Nitakupatia muda umweleze msikilizaji wetu na mtazamaji wetu namna ambavyo kisa katika Mwanzo 34 kimekufundisha nini katika maisha yako. Karibu. Asante. Ni siku ya Jumapili, mafarakano nyumbani, ambapo mwandishi wa lesoni hapa mwanzo, kabla atujaja katika hiyo sura ya Mwanzo 34, anasema Yusufu alijua kuhusu familia zenye mafarakano. Ama kwa hakika huyu kijana alikuwa anajua familia zenye mafarakano zikoje, kwa sababu yalikuwa yameanza tayari kwa babu, ambapo hapa tunamzungumzia Isaka. Babu Isaka. Lakini pia yalikuwa yameanza tayari kwa babu, kwa sababu babu wa Yusufu ni Isaka. Lakini hivyo
na bibi wa baba yake ambao alikuwa anamzungumzia Sara. Katika familia hizi zote tunaona kulikuwa kuna mafarakano katika familia zao, ambapo tunaona Ibrahim alimchukua Hajiri kwa sababu Sara alimpa kile kibali, na kile kitu kilisababisha mafarakano. Hali kadhalika katika familia ya Isaka anaonesha mapenzi kwa Esau, wakati huo mama anaonesha mapenzi kwa Yakobo. Kile kitu kilikuwa kuna kupendeleana, ndio maana kichwa cha somo anatuambia mafarakano nyumbani. Tuje kwenye kisa cha Mwanzo 34. Kati ya visa vilivyonivutia ni kisa cha Mwanzo 34. Watoto wa Yakobo walikuwa na mfarakano mkubwa mno. Na walikuwa ni watu ambao wana hasira kwa kweli. Tunaona katika kisa cha Mwanzo 34, binti yao Dina alibikiriwa, yani alitolewa usichana wake na kijana mmoja katika sehemu na maeneo waliokuwa wanakaa. Wale vijana walipopata taarifa hawakupenda kile kitu. Na tunaona baba yake na yule kijana ambaye alimbikiri Dina alikuja kumuomba kwamba tumempenda binti yenu na tunataka tumtwae, kwamba sasa tutakuwa tunaingiliana, nyinyi mtakuwa mnaoa wana wetu na nyinyi mtakuwa mnaoa mabinti zetu, kwa sababu sasa kijana wangu amempenda huyu binti Dina. Kiukweli vijana Simeoni na Lawi waliposikia, kwa sababu ndo walikuwa ndugu yao, na tunaona kwamba Yakobo alikuwa ana wanawake wengi, hata vijakazi walikuwa ni wake zake, kwa sababu wake wa kwanza Lea na Recho binti Yakobo walikuwa wanashindana kiasi cha kwamba walikuwa wanawatoa wajakazi wao kwa Yakobo kwa ajili ya kuweza kufanyaje, kwa ajili ya kuweza kumzalia Yakobo watoto. Kwa kweli nifupishe tu ndugu mtazamaji, kile kisa hawakukipenda wale Simeoni na Lawi, wakasema sisi tunatairiwa, Wanaisraeli sisi tunatairiwa, kwa hiyo wanaume wenu wote wanatakiwa watairiwe. Kwa katokea mafarakano nyumbani, lakini wale walikubali. Yule baba na mwana wa yule kijana ambaye alikuwa anataka kumuoa Dina walikubali moja kwa moja kile kitu na wakaenda kutairiwa. Simeoni na Lawi walienda kuwaua vijana wote wa ule mji. Yakobo akasema, wanangu mmeniletea nini? Ngoja kwanza brother David. Naam. Umeeleza vizuri. Nafikiri ulichoeleza ni summary ya kisa kizima kilichojengeka katika hiyo sura ya Mwanzo 34. Kabisa. Na umeelezea mafarakano nyumbani kwa kuwataja Ibrahim, Isaka, Yakobo. Hao wote wanaonekana kwamba familia zao zilikuwa na mafarakano. Naam. Lakini pia ukisoma kwenye Biblia hii utagundua kwamba watu hao uliowataja wameitwa pia kuwa mashujaa wa imani. Amina, kabisa. Inawezekanaje familia zinazopitia changamoto na mafarakano kiasi hiki, watu hao pia wakatajwa kuwa ni wazee wa imani? Unamwambia nini msikilizaji hapo kwamba kumbe kuna wakati tunaweza kuwa tuna madhaifu ya kifamilia lakini tukawa bado mashujaa wa imani? Ni kweli ndugu mtazamaji na ndugu za swali hapa. Kwa kweli katika kitabu cha Waebrania tunaona hao watu kitabu kimewanukuu kama ni watu wa imani. Tukiangalia hapa katika lesoni yetu anasema mashujaa wa imani wa Mungu mara kwa mara walikuwa na mapungufu katika matarajio yao wenyewe na ya Mungu. Watu hawa wameorodheshwa katika Waebrania 11 si kwa sababu ya mahusiano si kwa sababu ya mahusiano yenye fujo ya familia zao, bali licha ya hayo walijifunza mara nyingi njia ngumu kuhusu imani, upendo na tumaini kwa Mungu walipopambana na haya masuala ya familia. Asante sana. Nimeelewa. Na nadhani pia ndugu mtazamaji ameelewa. Tunachoangalia kwenye somo la Jumapili kikubwa ni kwamba walirithi mafarakano kutoka kwa babu yao mkubwa kabisa Abraham na mkewe Sara. Wakarithi pia hiyo migogoro Isaka. Akaja kurithi tena nani? Yakobo. Kwa hiyo walikuwa ni mfumo fulani wa kurithi migogoro. Na ukisoma kwa undani pia katika siku hiyo utagundua kwamba mwandishi ameeleza kwamba katika maisha yetu pia kuna uwezekano wa kurithi tabia fulani zisizofaa kama hiyo mafarakano katika mahusiano ya kifamilia. Lakini ufumbuzi na unaonekana kwa njia aliyotumia nani? Yusufu. Kumtegemea Mungu pekee. Bwana kubariki sana wala brother David Gabriel kwa mchango wako mzuri katika siku ya Jumapili. Asante. Kuna kuchagua mwelekeo mpya. Brother Baraka Tosi, kuchagua mwelekeo mpya. Kumbuka tunazungumzia kupata pumziko katika mahusiano ya kifamilia. Ni mwelekeo mpya upi ambao unazungumziwa hapa katika siku ya Jumatatu? Karibu. Kimsingi katika siku hii ya Jumatatu mwelekeo mpya ambao unaelezewa hapa unaelezewa juu ya maisha ya Yusufu. Maisha ya Yusufu. Na tunaanza kuona pale
aliondolewa nyumbani kwao na kupelekwa katika hali ya kuwa mtumwa. Hali ambayo hakutegemea kama ilitokea, lakini ghafla ilitokea. Na haikutokea tu kwa watu ambao hawafahamu, lakini ndugu zake, yani watu wa familia yako, tumbo moja. I say hili ni swala ambalo kwa kawaida lilimharibu sana kimsongo huyu Yusufu. Lakini jambo kubwa ambalo alikuwa nalo ni kama lile ambalo kaka David amelieleza katika siku ya Jumapili, kwamba alijifunza juu ya imani na upendo ambao Mungu, mwelekeo mpya mwelekeo mpya ambao unaongelewa hapa ni safari yake mpya kutoka nyumbani. Nafikiri pia mwelekeo mpya unaozungumziwa hapa inaonekana alikuwa na mwelekeo fulani wa kwanza, kwamba katika familia mkiwa ndugu hamwezi kugombana, mtapendana, mtasaidiana kwenye kila kitu, hamwezi kufanyana vitu vibaya. Lakini baada ya yeye kupata hayo yote ambayo alitarajia kwamba asingeyapata, akatengeneza mwelekeo mpya, kwamba kumbe hata kwenye familia mnaweza kupitia mkachokozana, mkaumizana, mpaka ukatendewa vibaya kama alivyotendewa yeye, kwamba natokaje sasa. Lakini kuna swala la kujitoa binafsi. Ndio, kujitoa binafsi. Ni kwa namna gani Yusufu aliweza kujitoa binafsi mwenyewe kwa Mungu? Kimsingi kwa haya yote ambayo yalimpata Yusufu, ilitosha tu kukata tamaa na kusema kwamba Mungu, kwa nini umeniacha? Lakini Yusufu kwa sababu alikuwa amejifunza vizuri juu ya upendo wa Mungu, kwa sababu katika siku zake toka kile kipindi cha babu yake Isaka alikuwa anamwelekeza, baba yake anamwelekeza, anamfundisha juu ya upendo wa Kristo. Hiki kilimfanya huyu Yusufu ajitoe kikamilifu kwa Mungu. Kwa hiyo hata yale ambayo alikuwa akiyapitia alijua tu ni mapito, lakini kwa sababu Mungu wake anaishi, kamwe hatomwacha. Alijitoa binafsi. Lakini pia kwenye hii siku ya Jumatatu nafikiri, ndio swala la kujitoa binafsi lilianza zamani sana. Hata enzi za nafikiri ni Yoshua yule. Akasema chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Tutamtumikia Bwana. Nazungumzia kujitoa binafsi. Familia ya Yusufu pia na ndugu zake waliamua kwenda upande mwingine ambao sio wa Mungu, kufuata maelekezo ya Mungu. Yusufu akaamua kujitoa binafsi. Mbele huko tutazidi kuangalia pia visa ambavyo alipitia, changamoto alizopitia kwa Potifa na gerezani. Tunaona pia alifanyaje? Alijitoa binafsi. Bwana akubariki sana brother Tosi. Na ndugu mtazamaji, katika familia yako pia huenda unapitia changamoto mbalimbali, na wewe umezaliwa pale ndugu unashambuliwa na vitu kama hivyo. Lazima ujifunze kujitoa binafsi na umtangulize Mungu katika mambo yote bila kuangalia ndugu zako wanafanya nini. Amina. David Gabriel. Naam. Bila shaka kuna kitu natafakari na hili somo linakubariki sana. Sana kabisa. Na kuna kupata kujitathmini, kujithamini halisi. Yeye ikoje kujithamini halisi? Kwanza kujithamini tu ni hali ya kujijali, ni hali ya kujijali. Ni hali ya kujijali, na tunaona hapa tu Yusufu yuko katika kupoteza tumaini. Lakini Jumanne mwandishi wa lesoni anatuambia kwamba kupata kujithamini halisi. Yusufu ni kijana ambaye nampenda binafsi. Anasema mambo ambayo alikuwa ameyabeba Yusufu, kwamba uaminifu kwa Mungu, imani kwa yule asiyeonekana vilikuwa nanga ya Yusufu. Tunapoona kwamba kupata kujithamini halisi si kitu cha hivi tu. Kijana huyu mdogo alikuwa amefundishwa vitu bora kabisa katika familia ya baba yake. Ndio maana alikuwa anaweza kupata kujithamini halisi. Anasema katika hili ndipo ilipojificha siri ya nguvu yake. Siri ya nguvu yake Yusufu haikuwa hivi tu, bali kumtegemea Mungu na upendo jinsi alivyofundishwa katika utoto wake vilikuwa ndio siri halisi. Anasema mikono ya viganja vyake ilitiwa nguvu kwa mikono ya Mungu, Mungu wa Yakobo, kwa sababu Yakobo alikuwa ni baba yake, na baba yake alikuwa na visa vya kutosha kabisa vya kuweza kumfundisha Yusufu juu ya upendo kwa Mungu na kicho kwa Mungu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba aliyekuwa anajithamini halisi ni nani? Ni Yusufu. Yusufu anajithamini. Inanipa shida kuamini, kwa sababu anajithamini vipi wakati anapitia magumu kama hayo na changamoto kama hizo, anakumbana na vikwazo mbalimbali? Anawezaje kujithamini kwenye hali kama hizo? Na je, Mungu anamuonaje mtu mmoja mmoja kwenye maisha yetu? Kiukweli
Mungu anatuona kwa jinsi ya tofauti sana katika maisha yetu. Tofauti na jinsi tunavyotuona. Na ndio maana mwandishi wa lesoni amesema hivi, Mungu anamtazama kila mmoja wetu kwa miwani iliyotiwa rangi ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Rangi iliyotiwa neema, maana yake ni kama vile hatukustahili mambo fulani, lakini Mungu tunapata upendeleo kana kwamba Mungu anatuangalia kwa namna nyingine. Nimalizie hapa, mwandishi wa lesoni amesemaje? Mambo mazuri, anasema anaona uwezo, uzuri na kipawa ambavyo hata hatuwezi kufikiria. Hata hivyo alikuwa radhi kufa kwa ajili yetu ili tuweze kupata nafasi ya kufanyika yote tuliyoumbwa kuwa. Mungu anajua bado hatujafanya vile ambavyo tumeumbwa kuwa. Ndio maana Mungu anatuangalia kwa jicho la neema. Analeta kujithamini binafsi, si kwa Yusufu tu, bali hata katika maisha yake. Mpenzi mtazamaji, inaonekana kwamba tunapopata neema kuna vitu ambavyo hatuwezi kufanya. Inaonekana tuna makosa, ndio maana tunapata hiyo neema. Kabisa. Lakini kujithamini halisi. Unajithaminije ukiwa bado na makosa? Ndio jibu kwamba ni kwa sababu nini? Kuna neema. Lakini pia mwandishi anasema kwamba kuna baadhi ya makundi ya watu, hasa watu binafsi, ambao wanasema unatakiwa ujikubali kama ulivyo bila kujikosoa. Huu mtazamo ukoje kibiblia? Kuna kitu hapa ambacho mwandishi amekieleza hapa, akianza kwa kusema kwamba familia zetu na uhusiano wetu wa karibu katika familia ni jambo tosha linaloweza kumfanya mtu akajitambua ule uwepo wake katika hii dunia. Lakini anaendelea kusema Yusufu katika ile hali, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba baba yake ana mali, lakini baba yake ana jeshi, lakini ana watoto 13 ukimjumlisha na Dina, lakini vijana wenye nguvu 12. Kwa hiyo na aliamini kwamba yeye ndo anapendwa na ni mtoto wa kwanza kati ya mke ambaye alipendwa sana na baba yake, hivyo alikuwa anajiamini sana. Lakini mwandishi anaendelea kusema kwamba sasa yuko wapi? Yuko utumwani. Kwa hiyo tunaweza tukajitegemea na kujiamini sana, lakini bila neema na bila kumweka Mungu, tunaweza tukawa na zawadi ambazo Mungu ametupatia, yani talanta. Tunaweza tukawa na ambazo watu wengi hao motivation speakers wanapenda kuzisema, ambao wengine hawana. Lakini kama hatutaweza kumweka Mungu mbele, mafanikio ndiyo yanaweza yakaja, lakini yakawa ya muda mfupi, na kama tusipomtegemea Mungu mara tu tunaweza tukawa watumwa. Lakini tunaweza tukamtegemea Mungu na tukawa watumwa. Katika hali hiyo ya utumwa tutambue kuna neema. Amina. Kwamba majaribu lazima yaje, ila hayatakuja yaliyo zaidi ya uwezo. Amina. Kupata kujithamini halisi. Nimejifunza mengi kutoka kwenye maelezo yenu mliochangia. Amina. Yamegusa moyo wangu, lakini pia bila shaka amembariki ndugu mtazamaji anayetufuatilia. Kujithamini halisi, kwamba pamoja na changamoto tunazopitia, pamoja na kwamba tunajithamini, lakini tujue kwamba kuna neema ya Mungu inayotustahilisha upendeleo licha ya makosa ambayo tunayo katika maisha yetu. Kuna mambo mengi tunaangalia kwenye kupata pumziko katika mahusiano ya kifamilia. Na sasa tunaenda kuangalia kuendesha mahusiano kwa njia ya Mungu. Mimi nafikiri ukisema tu kuendesha mahusiano kwa njia ya Mungu, inaonekana kuna kuendesha mahusiano kwa njia nyingine. Kwenda ya kujitegemea sisi wenyewe au ya kumtegemea shetani. Maana kuna watu pia wanategemea shetani, kuna watu wanategemea waganga wa kienyeji. Tumesikia sisi watu vijana, sisi katika umri mdogo tulioishi tu hapa karibuni, kwamba kuna watu ambao wanategemea mahusiano yao hata kwa waganga. Wakigombana nyumbani, sijui mpenzi wake ametoroka, mganga huku kuna dawa ya kumrudisha mpenzi aliyefanyaje? Aliyepotea. Zipo hizo mambo sijui nini. Yaani kuna njia nyingi ambazo wanadamu tumetengeneza za kuendesha mahusiano. Lakini tunaenda kuangalia kuendesha mahusiano kwa njia ya Mungu. Blaza Tosi, ni njia zipi ambazo nadhani labda tunaweza kuendesha mahusiano kwa njia ya kumtegemea Mungu? Karibu mwambie msikilizaji. Katika kila nyanja ya maisha mahusiano mazuri ni muhimu kabisa. Na hapa tunaanza kuyaona tu baada ya Yusufu kuingia katika hali ya utumwa. Ghafla anaondolewa katika ile hali ya utumwa sana mpaka kuwa hali ya utumwa. Utumwa sana. Anaondolewa katika hali ya utumwa sana
mpaka kuwa katika hali ya utumwa. Kivipi? Elezea. Alipofika alikuwa ni mtu asiyetamanika, asiyekuwa na chochote, lakini anaondolewa katika hali hiyo mpaka kuwekwa kuwa mtu mkuu katika nyumba ya Potifa. Kwa hiyo anakuwa mtumwa, lakini sio mtumwa sana kama kile kipindi cha kwanza. Hiyo ni mpya kabisa kwangu. Lakini kwa kuendelea, hayo mahusiano mazuri yanaonekana kati ya Yusufu na watu wale wengine, kwa sababu asingeweza kuwa katika hiyo hali nzuri kama angekuwa na mahusiano mabaya. Lakini cha ajabu tunachokuja kukiona, kumbe tunapopambana kutengeneza mahusiano mazuri, bado katika hali hiyo kuna watu wanapambana kutengeneza mahusiano mabaya ambayo tunayaona katika mke wa Potifa. Yeye mke wa Potifa katika uaminifu wa Yusufu aliokuwa nao, yeye hamwangalii Yusufu kama mwaminifu, bali anamwangalia Yusufu kama kitu ambacho anaweza kukitumia kwa namna yoyote katika ile hali ya utumwa. Lakini jambo zuri ambalo tunaliona ni kwamba katika mahusiano yetu yawe ni mazuri ambayo yanatupeleka kubaya, tumweke Mungu mbele. Tukimweka Mungu mbele, hata mahusiano mabaya ambayo yanaweza kuonekana yanataka kuyaharibu maisha yetu, kamwe Mungu hatatuacha. Tutasimama imara kwa sababu tunaamini sheria na ahadi ambazo Mungu ametupatia kwamba tukifanya hataweza kutuacha. Amina sana. Nimebarikiwa na somo hili la Jumatano hasa kuendesha mahusiano kwa njia ya Mungu. Na ukisoma katika siku hii ya Jumatano, kuna swali pale chini limeulizwa ambalo ni la mtu mmoja mmoja litafakari kwamba sisi tuna mahusiano pia. Ndio. Kwa sababu mahusiano yako aina nyingi. Kuna mahusiano ya mke na mume, mahusiano ya mtu na rafiki yake, mahusiano yetu pia kama sisi ni wanachuo, wanatukasa, tuna mahusiano pia. Na mwandishi anauliza kwamba je, wewe katika maisha yako ulifanya nini pale ambapo uliona kwamba kuna mtu anaingilia mahusiano yako kwa njia mbaya, kama kisa cha Yusufu kilivyokuwa. Yusufu anategemea kuendesha mahusiano yake na watu wengine kwa njia ya Mungu. Lakini kuna watu wengine ambao wanaendesha mahusiano yake na huyo Yusufu kwa njia nyingine mbaya. Mwili, anataka tamaa za mwili. Ni jambo ambalo kila mmoja wetu anapaswa kutafakari. Hata wewe ndugu mtazamaji unayetufuatilia kwamba unafanyaje wakati ukiwa na changamoto kama hiyo. Unataka kuwa na mahusiano mazuri na watu, hutaki kukorofishana, lakini kuna watu wanakukorofisha. Unafanyaje? Ni jambo la kujiuliza mtu mmoja mmoja. Tunaenda katika pambano kuu limekaribia sana. Tena la mtu binafsi. Pambano kuu limekaribia sana. La mtu binafsi. Kupata pumziko katika nini? Mahusiano ya kifamilia. Hilo likoje hapo? Kwanza kabisa labda nianze na kisa kadogo. Kwa sababu anasema pambano kuu limekaribia sana tena la mtu binafsi. Ndugu mtazamaji na muuliza swali hapa. Hakuna mtu awezaye kusimama juu ya mnara mrefu bila kuwa hatarini. Hiyo ni kweli kabisa. Hakuna mtu anayesimama juu ya mnara mrefu bila kuwa hatarini. Mwandishi mmoja anasema kama vile upepo usivyoweza kuyazuru maua, lakini unaweza ukafanya uharibifu mkubwa sana kwa ile miti ambayo imeota katika milima. Kimbunga kinapopita, upepo huwa unavumisha au unaing'oa ile miti kwa haraka sana, tofauti na yale maua. Anasema bila kuzurika na kung'oa mti iliyopo juu kileleni milima, ndivyo yafanyavyo majaribu ya kutisha ambayo hayawagusi watu wa kawaida, yakiwashambulia wale wasimamao katika nafasi za juu sana za mafanikio. Tunaangalia kuendesha David. Naam. Labda nikukatishe kidogo. Bila shaka hiki kisa cha Yusufu kinapeleka mpaka mwisho, anaenda gerezani na anaenda ikulu pia. Lakini akiwa katika stage yake ya kuwa gerezani, alihusianaje na watu pale waliokuwa namzunguka? Ndio maana nikasema hakuna mtu anayeweza kusimama juu ya mnara mrefu bila kuwa hatarini. Yusufu kwa mara zote alikuwa hatarini. Kwanza kabisa alikuwa ni anaota ndoto. Akiwa gerezani. Vitu ambavyo vilikuwa hapana, nazungumzia kabla. Vitu najaribu kuonesha kwa nini alikuwa katika sehemu ya hatari. Ndio maana alipatwa na majaribu ya kutisha. Alipokuwa gerezani, mpenzi mtazamaji, aliishi maisha ya uaminifu kiasi kwamba aliwekwa kuwa mkuu wa gereza. Na katika maisha yake ya haraka ya gerezani tunaona aliweza kufathiri ndoto za watu wawili. Kwa alikuwa ni mkuu wa gereza. Bila shaka kama alikuwa ni mkuu wa gereza, alikuwa na mahusiano mazuri na wale wafungwa wenzake.
kwa sababu asingeweza kupewa hicho cheo Kitengo. kama asingekuwa na mahusiano mazuri na wale wenzake aliowakuta mle ndani kabisa. Na uhusiano wake huo unatufundisha nini labda katika maisha yetu, hasa tukiwa katika nyakati mbaya, lakini tunaona Yusufu bado anafanya mahusiano mazuri na watu. Una kitu gani cha kusema hapo? Karibu Lazatosi. Ninachoweza kukisema hapo ni kwamba huyu Yusufu anazidi kunishangaza. Yaani ni mtu ambaye anakamatwa, anapelekwa sehemu, lakini badala ya kushushwa anapandishwa. Yaani hii inaonyesha kwamba alibarikiwa kabisa. Na hivyo vita kuu, kila sehemu tunapopita tuna changamoto. Kila sehemu ambapo tunatembea kuna changamoto. Tusitegemee kwamba kutakuwa na mazuri tu, tujue kabisa kuna vita kubwa katika maisha. Lakini sisi ili kuweza kuishinda hiyo vita ni kwa kumtegemea Mungu tu. Kwa kumtegemea Mungu tutatengeneza mahusiano mazuri na watu, na kwa kufanya hivyo Mungu anasema nitakupandisha. Lakini pia Brother David, kuna ahadi yake katika kitabu cha Yakobo 1:5. Sio kama umesha kuisoma hiyo ahadi ya Mungu kwa watu wake kwenye kitabu cha Yakobo 1:5. Umesha kuisoma au tuisome kwa faida ya nafikiri tuisome kwa faida ya mtazamaji kitabu cha Yakobo katika kitabu cha Yakobo 1:5. Tuone Mungu anatuambia nini. Yakobo 1. Naam, katika kitabu cha Yakobo 1:5, unajua ile somo bwana imenishangaza kwamba ni pambano kuu limekaribia, lakini sio la watu wote, ni la mtu binafsi. Na Yusufu anapambana yeye binafsi, lakini Yusufu anajua namna nzuri ya kupambana kwa sababu anapambana kwa njia ya Mungu. Atengeneza mahusiano na watu wengine kwa njia nani? Ya Mungu. Hatumii nguvu zake. Kama angekuwa anatumia nguvu zake, sijui hata mahali pake pangekuwa wapi sasa. Asingefika hata ikulu. Sababu Mungu angemshusha. Brother David, bado hujafika hapo Yakobo. Yakobo na tutafuta hapa. Yakobo nafikiri ni huku. Yakobo 1:5. Yakobo 1:5. Yakobo kuna ahadi hapo nzuri kabisa. Na Yakobo 1:5 anasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Amina sana. Unajua ile fungu limenibariki mimi mwenyewe. Ndio maana nilitaka tusomewe kabisa ili hata msikilizaji wetu afuatilie hata kwa muda mwingine. Anasema mtu wa kwenu akipungukiwa na nini? Na hekima, aombe dua kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Na Mungu atampatia hiyo hekima. Tunaangalia swala la kupambana la mtu nini? Binafsi. Pambano limekaribia, lakini la mtu binafsi. Kwamba katika pambano hiyo lazima tuombe hekima kwa Mungu atusaidie kupambana. Na hekima ya Mungu katika mapambano yetu ni ile ya kufanyaje? Kumtanguliza Mungu mwenyewe mbele. Kama ilivyokuwa kwa Yusufu kwamba hekima aliyokuwa nayo ndio ilimpeleka mpaka gerezani, anatafsiri ndoto. Mpaka akapata vyeo vikubwa na akawa mtu mkubwa kabisa kwa sababu alikuwa na hekima ya kimungu ndani yake. Bwana, lakini mwenyekiti, kuna neno hapa ambalo mwandishi analisema. Anasema siku zote katika hii dunia maisha hayana haki kabisa. Na anaendelea kusema nimekaa nikafikiria hiyo sentensi kwamba ni kweli unaweza kaona mtu amefanya mambo mazuri makubwa, lakini katika kufanya hayo mambo mazuri makubwa zawadi ambayo anakuja kuipata hakuna shukrani yoyote. Inasikitisha, hakuna shukrani. Kwa hapa duniani tunavyoishi tutambue kwamba hakuna haki. Na ni vita hiyo. Na vita tupo katika vita. Hiyo ndio vita yenyewe. Lakini tukimtegemea Mungu kama Yusufu, basi kila kitu kinawezekana. Yusufu anapitia changamoto, anakuwa gerezani pale, lakini tunaona mwisho wake unakuwa nini? Unakuwa mzuri na anasaidia wenzake kuwa na maisha mazuri. Hivyo ndivyo ilivyo. Labda tuendelee sasa kukaribia, kwa sababu sasa ndio tunakaribia mwisho, ndugu mtazamaji unayetufuatilia. Na kwa kweli tumeona namna ambavyo tunaweza kupata mahusiano tunaweza kupata pumziko katika mahusiano ya kifamilia. Bila shaka nilionao hapa pia wameelezea kwa undani na umeweza kuwasikia ambavyo maisha yetu yanaguswa na Mungu katika maisha yetu. Kama kukiwa na Mungu katika maisha yetu au katika mahusiano yetu tunapata pumziko la kweli kabisa. Kwa hiyo haijalishi umetokea katika familia yenye mafarakano kiasi gani. Tumewaona hapa watu ambao wamepitia mafarakano. Brother David amemtaja Ibrahim, Yakobo, Isaka. Familia zao zilikuwa ni zenye mafarakano makubwa sana, lakini bado wanaitwa kwa nini? Mashujaa wa imani.
hata wewe pia katika maisha yako, licha ya mahusiano yako kuwa mabaya, umeendelea kumtazama Mungu, lakini kuna watu ambao wanataka waendelee kuwa na kanuni mbaya za mahusiano na wewe. Ukidumu kwa Mungu, yote yanawezekana. Amina. Brother David, Naam. au nianze na Brother Tosi kwanza. Tunaenda sasa mwishoni kumaliza mjadala wetu. Una kitu gani cha kumwambia msikilizaji wetu cha mwisho ambacho unataka kimbariki, ambacho hutaridhika usipomwambia? Karibu mwambie. Jambo zuri ambalo naliona hapa katika kitabu cha Roho ya Unabii ambacho kimeandikwa na Ellen G. White. Ukisoma gombo la kwanza ukurasa wa 132 anasema kwamba kuhusu maisha ya Yusufu na mke wa Potifa ni mfano kwa vijana wote na kwa watu wote katika ulimwengu. Amina sana. Kwamba namna Yusufu alivyoikimbia dhambi katika nyumba ya Potifa na kwa mke wa Potifa, ndivyo vijana wote wa dunia hii, watu wote wa dunia hii wanapaswa kufanya hivyo. Hivyo katika haya maisha tusitegemee kwamba tutapata raha tu. Kuna vita na ili tuweze kuzikabili hizo vita lazima tujifunze imani, tujifunze upendo kama aliyofanya Yusufu. Kwa kufanya hivyo basi Mungu anatuhakikishia kwamba furaha na raha tutapata. Amina sana. Amina sana. Brother David, karibu na wewe useme kitu cha mwisho kwa mtazamaji wetu. Ndugu mtazamaji, kitu cha mwisho kama alivyosema Tosi, ndio nafikiri ni tafakari zaidi katika siku ya Ijumaa. Tunaona kiukweli tunapaswa kuwa waaminifu. Kama jinsi vile Yusufu alivyokuwa mwaminifu. Vile ambavyo tumejifunza kanisani, au vile ambavyo wazazi wetu kwa namna moja ama nyingine wametufundisha kama vile Yusufu alivyofundishwa, ndivyo ambavyo tunapaswa kuwa. Na kwa kweli katika ulimwengu wa sasa Yusufu jinsi alivyokabiliwa na hizi changamoto, si kwamba watu hawako. Watu wapo waaminifu na watu wapo ambao si waaminifu. Kwa hiyo wito ni nini sasa? Wito ni wote tunapaswa kuwa waaminifu kama vile huyu kijana alivyokuwa. Kijana Mwebrania alivyokuwa katika nyumba ya Potifa. Mimi nafikiri naweza nikaishia hapo tu. Bwana kubariki sana. Na kitu cha mwisho ambacho ndugu mtazamaji ningependa kukuachia katika somo zima la juma hili ni kwamba hata ukiwa mwaminifu, si kwamba mambo yako yote yataenda sawa. Utapigwa vita sana. Mfano mzuri ni Yusufu ambaye tumemtazama kwenye somo la juma hili. Alikuwa mwaminifu, amependa haki, lakini tunaona anashambuliwa. Na Yusufu anatufundisha namna nzuri ya kusimama na kujenga mahusiano kwa njia ya Mungu pekee. Anapita mahali pengi katika nyumba ya Potifa, anaenda gerezani, lakini pia Mungu anampeleka, anampandisha mpaka ikulu. Hata sisi pia, hata wewe pia ndugu mtazamaji, kama ukidumu kumtazama Mungu licha ya watu kukushambulia, Mungu atakupandisha na ahadi zake zote zitatimia katika maisha yako. Bwana azidi kukubariki sana katika somo hili, kwa kuwa nasi katika somo hili, na uzidi kukaribia tena katika masomo yatakao kuja. Hapa Tosi Media tutazidi kujifunza namna gani ambavyo Mungu anaendelea kubadilisha maisha yetu na kutuletea pumziko la kweli katika maisha yetu. Bwana akubariki sana. Na kabla hatujamaliza kabisa, ningependa nimkaribishe Brother David Gabriel atupatie ombi la mwisho la baraka kwa ndugu mtazamaji aliyekuwa anatufuatilia, lakini pia kwetu kwa ajili ya kukua kiroho. Karibu. Basi tuombe. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Bwana kwa ajili ya mjadala mzuri huu wa lesoni. Bwana tubariki kwa muda mwingine, lakini pia wabariki wapenzi watazamaji. Tuna migogoro mingi sana, na kuomba ukapate kuwaponya wote waliokuwa wanatufuatilia. Wote wana changamoto za kifamilia, za kimahusiano. Changamoto nyingi unazijua katika mioyo ya watu. Bwana na kuomba ukapate kuwaponya wote. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina. Amina.